Kumekucha huko Msimbazi. Msimbazi kumekucha. Tena kumekucha mapema sana. Tumeona tayari Dimitar Pantev amefungishwa virago. Simba Sports Club kupitia ukurasa wake wa Instagram umeposti kuwa amefundisha virago na wasaidizi wake wote wawili. Lakini swala ambalo linatumiza kichwa sisi wa Tanzania na sisi mashabiki wa soka katika nchi hii ya Tanzania ni kwamba kuona asilimia kubwa ya baadhi ya mashabiki wanalalamika na baadhi ya makocha kufukuzwa kwa ajili ya mashabiki wanalalamika, pasipo kuangalia sababu ni nini ya kiini hasa cha timu kuweza kufanya vizuri au kuweza kuharibu. Sisemi kuwa kocha amefanya vizuri, lakini kocha kufanya kwake vibaya kumesababishwa na nani? Kocha kufanya kwake vibaya kumesababishwa na vitu vikubwa viwili kama sio vitatu. Kwanza kabisa uongozi. Pili, mashabiki. Tatu, wachezaji. Na nne, kocha mwenyewe. Lakini uongozi unateki 60% ya hiyo sababu ya kocha kuweza kufukuzwa na kuweza kushinda kufundisha Simba Sports Club. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kocha ina klabu, uongozi unamchukua kocha, unampa jina kubwa hali ya kuwa hata hilo jina la ukocha ilikuwa anatakiwa afikiriwe. Lakini imempa jina la umeneja hali ya kuwa yeye ni wa kawaida sana. Na baada ya hapo ikampa bichwa. Kacheza mechi ya kwanza, ya pili, ya tatu, wakamuita kwanza Mr. Mitatu. Na baadhi ya wapasha habari lile jina mlivaa wamelipea kwenye kocha Mitatu mpaka pila Mitatu. Selection ya kocha imekosea yenyewe uongozi jinsi ilivyoifanya. Yule kocha alikuwa wa kufundisha timu ambazo hazihitaji pressure kubwa, lakini wao wamemleta kufundisha Simba Sports Club. Na pili, uongozi, makosa mengine, migogoro ya ndani kwa ndani. Kulikuwa na baadhi ya magrupu ambaye wengine wanataka hisa zigawanywe kwa watu wengi, wengine wanataka hisa bado aendelee kushikamoo kwa achukue hisa kubwa. Mikutano inajadiliwa huku mechi itakao kucheza usiku. Hazungumziki kwa hawafokasi tunaendaje mchezo husika, lakini inajadiliwa zaidi kuhusiana na mkutano. Alafu mkutano hiyo ulivyojadiliwa bado mashabiki wanachama wengi hawajalizika. Haya, upande wa mashabiki nao wanapenda kukubali vitu ambavyo vingine sio sahihi. Kocha wao ndo waliomkuza, yani kocha wao mtaani ndo waliomkuza. Wamefanya makosa makubwa sana kumpa kocha majina makubwa kisa mwandishi wa habari kamkuza, basi naona tunaenda na fulani hivi hivyo alivyosema. Hiyo mbaya sana. Wachezaji nao wamemwangusha sana kocha. Wachezaji wamesajiliwa kwa pesa kubwa, wameonekana wamefanya makubwa katika vilabu vilivyotoka, lakini wameshindwa kusahau kuwa Simba Sports Club klabu ya 5 barani Afrika, klabu ambayo inatakiwa uchezaji, wameshinda kujisahau hivyo. Wanashindwa kujituma kana kwamba kocha aingie, yani nafasi nyingi zinapatikana, lakini kocha sasa aingie afunge mwenyewe. Ilikuwa kama kwa wenzao tu Yanga Sports Club, walikuwa Lomoni Fuzi formation ambayo iliingia naye, watu walikujua tu kuna siku watafungwa. Lakini la Simba Sports Club ilikuwa tofauti, walikuwa wana create chance nyingi sana. Walioaminiwa hawafanyi wanavyotakiwa, na kwa bahati mbaya kocha hajapata
watu wa uhakika, first 11 ya uhakika kwamba hii ndio nitaenda naye kila siku. Kocha anafanya pini mpaka anachezesha mastreka hamna, mfungaji asilia hamna, wafungaji wenyewe wakiwekwa na ndio hivyo bure kabisa. Lakini lawama zote anapewa kocha. Lakini kwa upande wa kocha naye alikuwa na makosa yake. Haiwezekani timu inaenda bila mfungaji asilia. Inaenda na viungo yote. Inaenda na wachezaji ambao wale ambao wanatakiwa wa first 11 wengine waanze wakae benchi. Kibu ni mchezaji wa kawaida lakini mchezaji muda mwingine katika mechi kubwa anaonyesha kiwango kikubwa. Lakini Kibu leo hii anaambiwa bado ana stress za msiba wa mzazi wake. Atakiwa bado apate muda mwingi wa kutulia. Saikolojia ya mchezaji inaandaliwa na viongozi. Mudathiri haya anaumwa kweli kweli, lakini kocha na kiongozi anaenda anamwambia Mudathiri, hii mechi inakutaka wewe. Ondoa stress za kuumwa, ondoa kuwa wewe unaumwa. Tuoneshe pale ulipofikia. Kama inafika kipindi utasema mimi inafuata dakika 20 au dakika 30 utatoka. Kocha anapata moyo wa kumshawishi mchezaji kumpanga, na mchezaji mwenyewe anasema kweli mimi natakwa, kweli uongozi umeniona umuhimu wangu. Ndio maana unasema mtu anadungwa mechi na Lionel Messi na AC Milan amedungwa masindano. Mchezo haueleweki. Anaenda Barcelona inashinda. Hiyo UEFA hiyo fuatilieni. Messi upo kwenye benchi anadungwa masindano, mchezo haueleweki. Ndio maana ya kujitoa. Haijalishi atakaa baada ya hapo atakaa kwenye injury muda gani, lakini yeye moyo wake itakuwaje? Bora usicheze kwenye ligi mechi 15. Lakini sio mchezo huu. Unaona muhimu wa mchezo ulivyo? Kwenye ligi tunaweza kupanga watu wengine, sisi ligi tushaishika. Kibu alitakiwa aandalie kisaikolojia. Haya, unamwacha Kibu mechi ambayo inamhitaji mtu ambaye akiwa na goli 70% au 80% anaweza akafunga. Chances ya huwa anaanzia benchi. Sawa, ana mapungufu yake makubwa, lakini mechi inamhitaji. Yaani ana mapungufu yake makubwa, lakini mechi inamhitaji. Ndio haina wachezaji ambao ulionao wewe. Tena sasa kocha anaulizwa, anajibu majibu ya kawaida sana. Timu ya mechi ya kwanza ya dhidi ya Petro Atletico, mchezaji kama Morris Abraham alikuwa na best performance, lakini ndio yule ambaye katolewa katika mchezo wa pili. Kwanza hakaonekana umuhimu wake, lakini alikuwa na kashikashi, angalau anaweza kana chochote. Haya, mchezo unayokuja nio Mahema alikuwa na performance mbovu kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili alikuwa anakuja. Haimaanishi mchezaji kuharibu kipindi cha kwanza ndo mpaka kipindi cha pili kaharibu. Kipindi cha pili alikuwa anakuja, alikuwa anaelewa. Yaani alivyoelekezwa kipindi cha kwanza ulikuwa anafanya hivi, kabadilika. Lakini ndio kaja kamtoa. Tena mashabiki wengine anasema aliharibu bwana, bora atoke. Sio bora atoke. Je, mchezaji anabadilika kutokana na aina ya muda ambao unaoenda. Lakini alibadilika, alikuwa anakuja. Lakini wachezaji mashabiki wameona kawaida, katoka. Kweli umri umeenda na kweli performance yake ni mbovu msimu huu tofauti alivyochukuliwa. Lakini kuna kipindi alikuwa anaenda kukionyesha dakika za mwisho. Ukimtoa yeye. Tatu, wachezaji wamemwangusha kocha. Wachezaji wote wageni waliosajiliwa hawajaprove ubora wao. Kwa mfano kama msimu uliopita Mpanzu kuna performance kidogo alionyesha, lakini mimi ukinitajia wachezaji bora watatu waliopita msimu uliopita simweki Mpanzu, na alipewa muda mrefu. Yaani alipewa muda mrefu Mpanzu, umeona? Kwa maana hiyo wachezaji nao wamemwangusha kocha. Huo ndio kweli, wachezaji kocha wamemwangusha. Na wameangusha mpaka uongozi. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama kengele, kushare na kucomment. Asham TZ, always we available.